Kamati Kuu ya ACT Wazalendo imekutana kwenye kikao chake cha kawaida jana tarehe 18 Januari mwaka 2026 kwenye ukumbi huu wa Hakainde Hichilema, ambapo kwenye makao makuu ya chama chetu hapa jengo la Maalim Seif, na kamati kuu ilipokea kwa kina taarifa ya uchaguzi wa mwaka 2025, ilifanya tathmini ya kina juu ya ripoti hiyo na kutoa maazimio kwenye masuala mbalimbali yanayohusu uchaguzi huo. Maazimio makuu yaliyotolewa na kamati kuu ni kama ifuatavyo. Azimio la kwanza linahusu uhalali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kamati kuu imesisitiza kuwa uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 umekosa sifa ya kuwa uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika. Serikali iliyopatikana haijatokana na ridhaa ya wananchi ambao ndio wenye mamlaka ya kikatiba ya kutoa uongozi wa nchi yetu. Hivyo basi, uchaguzi huo unapaswa kurudiwa ili kuwarejeshea Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka. Nafahamu kirejea katiba zote, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar inaeleza wazi kwamba mamlaka yote ya kuweka viongozi katika nchi hii yapo kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sote tunafahamu nini kimetokea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kamati kuu ya chama baada ya kupokea na kutafakari taarifa za uchaguzi huo kwa pande zote mbili za muungano, imeipongeza ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama kwa hatua ilizochukua za kufungua mashauri mahakamani, jumla ya mashauri 84, kutafuta haki ya wananchi kuchagua viongozi wao. Kamati kuu inawapongeza mawakili wa chama katika mashauri yote yanayoendelea, ikiwemo shauri muhimu la uhalali wa matokeo ya kura za wabunge nchi nzima, ambazo ndizo vigezo vya chama cha siasa kupata wabunge wa viti maalum na ruzuku. Kamati kuu imesononeshwa sana na uvunjifu mkubwa wa katiba na sheria katika mgao wa viti maalum kwa vyama vya siasa, ambapo chama cha ACT Wazalendo kilichopata kura 2,222,162 sawa na 6.8% ya kura zote halali za wabunge zilizotangazwa na INEC hazikupata kiti hata kimoja, licha ya kuvuka matakwa ya katiba ya 5% ya kura. Kamati kuu ina imani kwamba mahakama itatenda haki. Na kwenye jambo hili inaweza kusisitiza kwamba ni msimamo wa kamati kuu kuwa kesi hii ni muhimu sana kutesti credibility ya namna ambavyo Tume Huru ya Uchaguzi inatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na katiba. Sababu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgao wa viti maalum unategemea chama cha siasa ambacho kimepata kura za wabunge zaidi ya 5%, na hii ni kwa mujibu wa katiba ibara ya 74. Na idadi ya viti vyote maalum ni 116. Sasa kilichoshangaza ni kuona kwamba INEC inaweza ikatoa viti viwili kwa chama fulani, chama kimoja, ikatoa viti vingine kwa CCM vyote bila kujali msingi huu. Na kwa kweli hii ni kesi ambayo kwetu sisi inakwenda kuweka hadharani kwamba hakukuwa na uchaguzi, badala yake ilikuwa ni kupanga tu matokeo ya namna vile unavyotaka mambo yao. Swala la pili ni kuhusu mauaji ya Oktoba 29. Kamati kuu imeazimia kama ifuatavyo. Mosi, kamati kuu imeazimia kuendelea kuyalaani mauaji hayo na kutaka wote walioshiriki katika kupanga na kutekeleza mauaji wawajibishwe kisheria. Itakumbuka kwamba Oktoba 29 hapa nchini kulitokea mauaji katika maeneo mbalimbali ya miji mikuu, hasa mji wa Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na maeneo mengi, katika tukio ambalo lilichafua sana taswira na haiba ya nchi yetu, lakini na kuhatarisha kabisa ule ustawi wa amani ya taifa letu. Kamati kuu inaitaka serikali itoe takwimu sahihi ya idadi ya watu waliouawa badala ya kujikita kwenye takwimu za mali peke yake. Thamani ya uhai haiwezi kulinganishwa na thamani ya vitu.